Odi. Odi. Karibu. Sasa hizi la. Salama. Hivi wewe Chisi si ndugu yako yule? Ndiyo ndugu yangu. Nimeona kagongwa na gari barabarani kule. Eti nini? Ndio hivyo kagongwa na gari. Maeneo gani huko barabarani? Kibeberu stendi. Unaweza kunipeleka? Naweza kukupeleka tu. Twende basi. Anatoa kafara za watoto wa wenzake, hataki kutoa watoto wake. Siri, chumba cha siri. Oh, siri, chumba cha siri. Siri, chumba cha siri. Oh, siri, chumba cha siri. Hataki kushirikiana na jamii sababu ya hizo pesa zake. Oh, pesa zake. Hataki kushirikiana na jamii sababu ya hizo mali zake. Oh, mali zake. Anatoa kafara za watoto wa wenzake. Anatoa kafara za watoto wa wenzake, hataki kutoa watoto wake, watoto wake. Nje ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mbwa mwitu, amejawa na siri nzito, iambatano na ushirikina. Nje ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mbwa mwitu, amejawa na siri nzito, iambatanayo na ushirikina. Wengine wanashindwa kuzaa, kukaa kwenye ndoa ni ushirikina. Siri, chumba cha siri. Anafanya siri kwa mambo yote anayoyafanya kwa ajili ya kutafuta mali. Oh, anafanya siri kwa mambo yote anayoyafanya kwa ajili ya kutafuta mali. Oh, anatafuta pesa. Baba, kumbe upo huko? Niko hapa. Alafu tangu nimerudi sijamuona Sheila. Yuko wapi? Na sio kawaida yake kutoka. Mwanangu Sarafina, Sheila amerudi kwao. Amerudi kwao? Baba, anawezaje kuondoka pasipo kunishirikisha? Hivi unajiona uko sahihi baba? Sheila tumeishi naye muda gani? Na mpaka anaondoka unashindwa kuniambia mimi mwanao baba? Kweli? Sarafina, hii ni story ndefu kidogo. Naomba tu nipe muda, nitakwambia. Ni story ndefu Kila siku unafanya maamuzi pasipo kunishirikisha. Kuna jambo gani ambalo unanificha ambalo mimi sipaswi kulijua kama mtoto wako? Baba, kuna ule usemi ambao unasema kweli ya kweli inaweza ikawa kweli, lakini kweli si na kweli haiwezi kuwa kweli baba. Hebu jitafakari. Anatoa kafara za watoto wa wenzake, hataki kutoa watoto wake, watoto wake. Anatoa kafara za watoto wa wenzake, hataki kutoa watoto wake, watoto
watoto wake, nje ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mbwa mwitu, amejawa na siri nzito, iambatano na ushirikina. Nje ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mbwa mwitu, amejawa na siri nzito, iambatano na ushirikina. Wengine wanashiriki kukaa kwenye ndoa ni ushirikina. Kumbe wanajua panavyoumaga eh? Mbona wenyewe watembei misibani? Leo chozi mkoo. Wenzao misiba ikitokea hawataki kwenda misibani. Michango ya misiba hawataki kutoa. Kumbe wameona panavyouma. Hapo ndipo unapokamilika ule msemo wa kwamba mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu mchungu. Wenyewe si wanajivunia hela zao, wanasahau kabisa kwamba hela na utu ni vitu tofauti. Na kakao naye ni mkubwa, yani ni mkubwa wa familia, lakini hatoi hata ushauri kwamba jamani tuende msibani. Yeye mwenyewe ndo nambari 1 kutokwenda msibani. Ndio hivyo limewakuta sasa hivi wanatapatapa. Na bado watahangaika mpaka. Na hapo wamshukuru Mungu, watu wamejitolea. Watu kwepo wote hao wamezika na kuzika. Sehemu nyingine wanakuzilia. Familia nyie si hamtokagi misibani, zikeni nyie sasa tuone. Yaani mbona wamshukuru Mungu. Cheki anavyolia machozi mpaka shingoni. Wamejua panavyouma ukifiwa Kisaka jamani. Tulikuwa wote pamoja tunafua. Nimechoka jamani wewe. Kwa kwenye misiba tatu unaje? Kweli kabisa. Sasa tunakuta leo wamekaa hapa wanalia. Au unalengea pesa zao? Nenda sifahamu ndugu yangu. Itakuwa. Ila sikia. Kwa msibani hapa. Fanya kitu kitatuleta hapa. Lakini kwa nini tusiseme? Sio kweli lakini. Msije ndugu yangu watu waache tu maana. Soko. Au unasema ndio? Pesa hizo zinazolingia. Sababu fujombika. Kabisa. Kweli kabisa. Wao walikuwa wanajua watu kufa. Shida hela. Pesa. Wanapenda pesa, wanaekeza pesa mwanangu. Hataki kushirikiana na jamii, sababu ya hizo pesa zake. Pesa zake. Hataki kushirikiana na jamii, sababu ya hizo mali zake. Mali zake. Anatoa kafara za watoto wa wenzake, hataki kutoa watoto wake. Anatoa kafara za watoto wa wenzake, hataki kutoa watoto wake. Nje ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mbwa mwitu, amejawa na siri nzito, iambatano na ushirikina. Nje ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mbwa mwitu, amejawa na siri nzito, iambatanayo na ushirikina. Muone sasa. Kama watu vile. Kimane? Wanangu, hakika pesa sio kila kitu. Wakuta ndio wanalia sasa hivi. Anafanya siri kwa mambo yote anayoyafanya, kwa ajili ya kutafuta mali. Anafanya siri kwa mambo yote anayoyafanya, kwa ajili ya kutafuta mali. Anatafuta pesa ila kwa njia ya kishiriki, anamiliki mali nyingi sana,
lakini zote ni za kishiriki. Recho, ni muda mrefu sana sijazungumza na wewe wala sijapata mawasiliano aina yoyote, hata meseji ya kawaida kumtuma mtu basi kuja kuniambia unaendeleaje. Sijapata chochote kutoka kwako. Mbali na hilo nimebaki kuwa mpweke sana. Unajua jinsi gani mimi ninavyokupenda. Unajua ni namna gani ninavyojitoa kwako. Nimeshindwa kuthamini upendo wangu. Wengi ambao mlikuwa mnasoma nao wameshafika nyumbani. Nimewaona. Lecho. Ndio nini? Na unajua haki kweli mimi nakupenda. Niambie Lecho. Moyo wangu unaumia. Moyo wangu unaumia Lecho, mimi moyo wangu kwa sababu mimi nakupenda alafu sina mawasiliano. Sina mawasiliano yoyote. Leo ndo nakuona. Au umeshapata mtu mwingine? Maana nasema kwamba msomi na msomi pia. Pengine amenikuta mimi. Hapana mpenzi wangu, usinifikirie hivyo. Na unaelewa kabisa hali halisi ya maisha yangu. Unajibu sasa kwamba nilikuwa chuo. Na kusema kwamba kuhusu kudilikizo, chuo ninachosoma mimi kipo karibu sana na mangu mdogo. Kwa hiyo kila likizo huwa naenda kwake. Na hapo kwenye nimekuja huku bahati mbaya. Kutaka kabisa kuja huku, nimekuja kwa ajili yako. Leo tena unanilaumu kweli? Amna Lecho. Sio lawama. Ila ni moyo unazungumza. Hata kama nilikuwa ni wewe, ungesema hivyo. Hapana. Usiwaze hivyo. Na nimerudi kwa ajili yako, na kama ningekuwa na mtu mwingine, nisingerudi na singekutafuta. Kwa hiyo nipo hapa kwa ajili yako. Umenielewa? Karibu dada. Asante. Pole na msiba pia. Ni changamoto kaka. Unajua mimi dadako sijai kufikiwa na msiba wowote. Sawa. Utazoea. Usijali. Haya mambo ya kawaida sana. Kwa maana Mungu alituumba. Siku moja tutakufa. Hakuna atakayeishi milele. Na bila shaka wewe ulikuwa bado hujazoea sana msiba. Baba na mama walikuwa wakituhusia kaka, kwamba tukue tuyaone, sio magorofa. Huu ndio ukubwa. Ni kweli kaka. Kwenye msiba niliwasikia watu wakiwa wanakuzungumzia vibaya sana kakaangu. Wanasema kuwa wewe utoki kwenye misiba ya wenzio. Unajisikia sana. Umekuwa mkorofi. Hata ukipita na gari lako njiani, ukiwaona huwasalimii, unawapita tu. Kaka, mimi kama mdogo wako nimejisikia vibaya sana. Kaka, hivi ni kweli hutokai kwenye misiba ya wenzio kweli? Loveless. Unajua jamii ikizungumza jambo huenda likawa lina ukweli ndani yake. Yaani sijielewi. Haya ambayo jamii wanayasema yanaweza kuwa na ukweli ndani yake.
Ni kweli nilikuwa sishiriki. Mambo mengi hapa mitaani yametokea. Misiba, sherehe. Sijawahi kushiriki. Yaani kaka, haya yote unaongea ni kweli? Nitaka tu nithibitishe ndani ya masikio yangu kama haya ni kweli yanafanyika. Ni kweli dada. Nje ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mbwa mwitu, amejawa na siri nzito, iambatanayo na ushirikina. Dada, hapa ndo nagundua kwamba jamii ndo kila kitu. Hata una pesa kiasi gani, pesa zako haziwezi zikasimama zikafanya kazi. Ona sasa ndugu yetu ilivyomtokea ile ajali, alileta zile taarifa ni jamii. Na jamii hawa ndio leo wameokota na kumhifadhi. Sasa je, watu wote wangekuwa wako kama mimi, ingekuwaje? Ndugu yetu angehifadhiwa kweli? Hapana. Nimekosa sana. Utu ni bora kuliko pesa. Unajua watu wakishapata pesa tunajisahau sana. Nahisi pesa ndio kila kitu, kwamba kila jambo utakalo kupata utatumia pesa. La hasha. Hili jambo sio kweli. Ni lazima tuirudie jambo. Inisamehe kwa ya makosa makubwa niliyofanya. Inatakiwa uwe kwanza kumuomba Mungu na sio wanadamu. Muombe kwanza Mungu akusamehe, alafu cha pili wanadamu wafuate. Natamani kukuona kama hapo mwanzo ulivyokuwa na furaha, una upendo na sisi, unatujali, unatupenda. Ule upendo urudi tena kakaangu. Dada, mimi nikushukuru kwa taarifa. Maana bila wewe kuniambia au bila jamii kusema wewe ukasikia, nisingeyajua haya. Sawa. Anatoa kafara za watoto wa wenza, hataki kutoa watoto wake nje ngozi ya kondoo. Shangazi, yaani umerudi tena hapa wakati kaka amekufukuza? Akikukuta hapa? Mwanangu, leo hata akinikuta hapa, hata akinipiga, sitaondoka, kwa sababu sijaja kwa ubaya. Nimekuja kuomba msamaha. Nisamehe binti yangu kwa yote nilokufanyia. Ilikuwa ni ibilisi tu. Nisameheni mwanangu. Ninakiri kwako mpaka kwa Mwenyezi Mungu. Sawa, usijali shangazi. Kwa mimi nimeshakusamehe. Ila tatizo kaka, wewe kama utaweza kumzoza. Ninakuomba mwanangu, akija naomba unisaidie kuniombea msamaha. Mwambie nisamehe. Mimi ni binadamu.
Ninaapa sitarudia tena. Ninakiri mbele ya Mwenyezi Mungu nimebadilika. Sawa shangazi, mimi nimeshakusamehe, wala sina hata kinyongo na wewe. Tusipokusamehe sisi atakusamehe nani mwingine? Wakati wewe ndio baba yetu na wewe ndio mama yetu. Usijali, nitajaribu kuongea naye ili aweze kukusamehe pia. Nashukuru binti yangu. Haya, karibu. Haya maisha gani haya? Yaani pesa za kwangu mwenyewe wanaanza kunisumbua. Kinga huyo. Sawa. Nimeshatoa makafara kibao. Haya, wamenipa vitu vya kutumia. Sina bado na masharti juu. Jinga, hata mambo naenda kuyavua. Haiwezekani navaa manguo meusi kila siku. Kaka mwanga bwana. Mambo gani? Vipi? Wewe unafuatana sehemu za starehe? Mambo watu unafuatana kilingeni bwana, sio huku. Utazana mimi tu. Mzee Kikoti, kila kitu ambacho nafanya na nakijua. Sasa basi, zile mali zetu zote lazima tuzichukue. Sio ujinga pale. Na tunaanza na ile gari. Nini sasa? Alafu kingine, zile mali ulizobaki nazo lazima tuje kuzichukua. Mimi ni Chaudele Pilato, na kuanzia leo uache kutuchezea na uache kutusumbua. Kwaheri. Kushirikiana na jamii sababu ya hizo pesa zake, pesa zake. Hataki kushirikiana na jamii sababu ya hizo mali zake, mali zake. Baba, vipi kwani? Mbona uko hivyo? Na gari iko wapi? Ipo kwa fundi. Anatoa kafara za watoto wa wenzake, hataki kutoa watoto wake, anatoa kafara za watoto wa wenzake, hataki kutoa watoto wake. Nje ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mbwa mwitu, amejawa na siri nzito,
iambatano na ushirikina, nje ngozi ya kondoo. Mwanangu sana. Mimi nimekuita mwanangu. Unajua babako kuna mambo mengi sana afanya. Ama nilikuwa nikiyafanya, nilikuwa sikushirikishi mwanangu. Lakini mwanangu amenikuta shingoni. Nimeona tu bora niishi tu maisha ya kawaida kuliko kuishi maisha ya kitajiri. Unamaanisha nini baba? Mbona sikuelewi? Mwanangu, niseme tu ni mambo ya dunia ndio yaliyonipoza. Nimefanya vitu vingi sana vya kikatili. Nilikataa sana jamii kwa sababu ya mafanikio niliyokuwa nayo. Lakini leo hii yananitokea pwani. Wacha kurukutani tamantotele. Baba, kama tulivyozungumza, ili aweze kufanikiwa katika maisha yake ni lazima afate masharti niliyompatia. Umeelewana vizuri? Chukua hilo buyu. Naomba unisikilize kwa umakini sana. Hilo buyu nililokupatia, ndani yake humo kuna damu. Na hiyo damu atakuwa anaioshea hiyo maiti kila inapofikia siku nilizomwambia. Unaelewa vizuri? Na baada ya siku kadhaa kuna ugeni utamjia. Na huo ugeni utakapokuja haupaswi kuushangaa, bali unatakiwa uupokee na kuunyenyekea. Unaelewa vizuri? Nimekuelewa mtaalamu. Wacha. Hakikisha anafuata masharti yote niliyompatia. Na akienda tofauti na hicho nilichomwambia, basi msalaba wake utaubeba wewe. Wacha kurukutanta mantetele. Mnaweza mkaenda. Anafanya siri kwa mambo yote anayoyafanya kwa ajili ya kutafuta mali. Man, anatafuta pesa ila kwa njia ya kishiriki. Anamiliki mali nyingi sana, lakini zote ni za kishiriki. Anatafuta pesa
ila kwa njia ya kishiriki anamiliki mali nyingi. Hii ndio nyumba niliyokuambia. Na hizi ndio funguo za hii nyumba. Familia yako ipo humu pia. Na kwenye hii nyumba kuna chumba. Hauwezi kuwa na funguo ya hicho chumba kama huna mahitaji nayo. Lakini siku ukiwa una uhitaji wa funguo ya hicho chumba, utanitafuta. Maana hicho chumba ni cha siri. Siri, chumba cha siri. Oh siri, chumba cha siri. Siri, chumba cha siri. Oh siri, chumba cha siri. Shemeji, mimi naona sielewi chochote sasa mpaka sasa hivi. Yaani ile neno niingiza shemeji, najuta. Nyumbani hakuna amani, kuna vitu vya ajabu ajabu tu. Ya ndugu yangu sema leo niingiza hii. Laiti ningejua nisingeingia. Kwani napenda utajiri, lakini sio kweli. Shemeji, sehemu niliyopeleka mimi ni ya uhakika. Unaniona mimi jinsi nilivyo? Nimekubali masharti ndio maana niko hivi. Sasa wewe unakuwa na haraka sana ya maisha. Nilikuuliza mara ya kwanza, unataka hiyo kitu, je, unakifua? Unaweza kukubaliana na masharti? Ukakubali ndio. Sasa leo unakuja kunilaumu nini? Unaniona mimi nilivyo? Wafikiri mimi napenda kuvaa hivi? Ila plapu ni kaniki na mjebowebo hivi. Hiyo ni kwa sababu ya masharti ili tufanikiwe.
Mimi na uwezo wa kutembelea DX, nikakaa kwenye nyumba nzuri, nikafanya jambo lolote lile. Lakini kwa sababu ya masharti niliyopewa, lazima niishi kama maisha nilivyoambiwa na mganga. Sasa wewe unataka kuwa na maisha ya haraka sana. Yaani unataka kufanya mambo yani haraka haraka, yani utajirika haraka haraka. Hakuna maisha kama hayo ndugu yangu. Kila jambo linatakiwa liende taratibu, ufuate taratibu zote zinazotakiwa. Mwisho utafanikiwa. Yaani hebu fuata hiyo masharti yani niliyokuambia au ulioambiwa na huyo mtaalamu. Mimi yule namwamini. Sawa bwana shemeji? Sawa shemeji. Ni kweli. Sasa shemeji, sasa mimi nifanyaje sasa hivi ili mambo yaweze kwenda sawa? Hiyo ndo neno umeongea. Sasa nisikilize. Rudi kule kule kwa ile mtaalamu. Sawa? Muelezee kila tatizo linalotokea na linalokupata, alafu atakachokuambia chochote kile ifanyie kazi. Akikwambia hili acha, unaliacha, fanya hili fanya. Na mimi pia nitatoka baada ya siku 2-3 nitaenda. Nitamueleza masuala yako yote. Mwisho utaona. Ya. Sawa. Basi mimi ngoja nikuachie. Bwana mkubwa, tumekuja. Karibuni. Kikubwa kilichotuleta hapa bwana mkubwa, tumekuja kuomba tupunguziwe adhabu tuliopewa. Maana adhabu ile ni kubwa mno. Tunaomba mtupunguze adhabu. Kota breka. Jogobu teta. Jagajo jogoro. Pakaji chetari. Jabi chota. Akaji bujira. Chota. Chota. Katika hiki kilinge hakuna msamaha. Mnatakiwa mfuate masharti mliopewa. Tulishawapa sana nafasi, lakini hakuna mlichokifanya. Hasa wewe mzee, nimeshakuja sana kwako na kukukumbusha, lakini hakuna chochote ulichokifanya. Sasa basi, mkuu katoa amri, inahitajika damu ya uzao wako pekee, na ukishindwa kufanya hivyo tusilaumiane. Siwezi kumtoa mwanangu, sababu ndio mwanangu wa pekee na nampenda sana. Sina mwingine zaidi yake. Naomba nipunguziwe adhabu, tafadhali. Tunaomba tusamehe. Tumekosea sana. Na ikibidi tubadilishiwe adhabu. Maana ni adhabu kubwa sana. Chota! Jogoro! 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 Anasema katika hiki kilinge hakuna msamaha zaidi ya kufuata masharti. Nenda. Nendeni.
anafanya siri kwa mambo yote anayoyafanya kwa ajili ya kutafuta mali. Mama anafanya siri kwa mambo yote anayoyafanya kwa ajili ya kutafuta mali. Ndivyo nilivyowaza mwanangu. Lakini yote kwa sababu ya tamaa. Dunia ilinisonga sana. Nilishindwa kuvumilia kama maskini. Lakini leo najuta bwanangu, najuta. Baba, na ndio maana alikuwa anikataza kuingia katika kile chumba, kwa sababu mlikuwa mnafugia manyoka. Na kwa nini baba waabudu manyoka? Ina mwanangu, mimi nikuombe kitu kimoja. Mimi maana tuniache yote. Ni bora tu ugali na tembele. Lakini tuko tuna amani moyoni. Nilikuwa mkali sana kwako mwanangu. Lakini yote ilikuwa nikutetea yale maovu nilikuwa nikiyafanya. Jamii nilikataa. Nikajiona mimi bingwa sana wa maisha, kwamba nimeshayapatia. Baba, ninajua ulifanya yote kwa ajili yangu. Lakini ukupaswa kufanya hayo yote. Mbona usingeangalia tu njia ya halali baba? Mimi nikuombe mwanangu, unasamehe kwa yote yaliyotokea. Yote niliyofanya mimi. Naomba unisamehe. Nisamehe mwanangu. Anafanya siri kwa mambo yote anayoyafanya kwa ajili ya kutafuta mali. Mama anafanya siri kwa mambo yote anayoyafanya kwa ajili ya kutafuta mali. Mama anatafuta pesa ila kwa njia ya kishiriki. Anamiliki mali nyingi sana, lakini zote ni za kishiriki. Anatafuta pesa ila kwa njia ya kishiriki. Anamiliki mali nyingi sana, lakini zote ni za kishiriki.